Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo naendelea kukusogezea taarifa mbalimbali, upate nafasi ya kuzisikiliza, upate nafasi ya kuzifahamu kwa kina zaidi kwa yale yote ambayo yameendelea kujiri huko katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na maeneo mengineyo. Kikubwa zaidi ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inahitaji msaada zaidi wa kimataifa ili kulinda usambazaji wake wa nishati kutokana na mashambulizi ya Urusi. Akizungumza siku ya Jumatano katika ujumbe wa video mjini Kyiv, Zelensky amesema mifumo ya ulinzi wa anga ya ulinzi wa mifumo ya nishati ni vipaumbele muhimu zaidi kwa kuzingatia mashambulizi ya Urusi. Alisema kwa kweli wasambazaji wetu wa nishati, timu za ukarabati na vikosi vya ulinzi wa raia wana shughuli nyingi kila siku kurejesha eneo hilo baada ya mashambulizi. Kuna mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mstari wa mbele wa vita ya Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson na Mykolaiv. Zelensky alisema msaada wa kimataifa unapaswa kupangwa haraka iwezekanavyo, huku mamlaka za mitaa za Ukraine zikiendelea kuchukua hatua. Vita vinapoingia katika majira ya baridi ya 4, jeshi la Urusi kwa mara nyingine linavishambulia vituo vya umeme na vituo vidogo kwa utaratibu ili kuharibu usambazaji wa umeme, joto na maji kwa idadi ya watu wa Ukraine. Kulingana na kampuni ya huduma za umeme Ukrenegro, mgao wa umeme unapangwa tena kote nchini humo Alhamisi ili kuleta utulivu kwenye mtandao. Ukraine ilikuwa ikijilinda dhidi ya uvamizi kamili wa Urusi kwa zaidi ya miaka 3.5. Lakini Jumatano Urusi imeshutumu Ukraine kwa kuficha taarifa za kuzingirwa kwa wanajeshi katika mji wa mashariki wa Pokrovsk na Mainohad. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameambia mashirika ya habari ya Urusi kwamba Ukraine ilikataa pendekezo la Urusi la kuwaruhusu waandishi wa habari wa nchi za magharibi kulitembelea eneo hilo licha ya kutaka sana kwenda huko. Peskov aliuliza, ni nini kinachofichwa Kyiv? Hali mbaya ya vikosi yao inafichwa? Jeshi la Ukraine limekataa mara kwa mara madai ya Urusi ya kuzingirwa katika eneo hilo. Shirika la kijasusi la jeshi la Ukraine hapo awali liliripoti operesheni za vikosi vyake maalum zinazolenga kuzuia kuanguka kwa mji wa Pokrovsk, jiji la madini ambalo hapo awali lilikuwa na wakazi wapatao 60,000 na limekuwa likipingwa vikali kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mji huo muhimu kimkakati unaonekana kama ishara ya upinzani wa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Umuhimu wa jiji umeongeza uchunguzi wa maamuzi ya kijeshi ya Kyiv. Zelensky amekabiliwa na ukosoaji wa hapo awali kwa madai ya kuchelewesha kujiondoa kutoka miji iliyopotea hapo awali kama vile Bakhmut na Avdiivka kwa sababu za kisiasa. Mnamo Septemba, Zelensky alimhakikishia rais wa Marekani Donald Trump kwamba hali ya mstari wa mbele wa mapambano ya kivita imebaki imara. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewahimiza viongozi wa mjini Kyiv kufanya maamuzi kwa maslahi ya raia na wanajeshi, akimaanisha mazingira huko Pokrovsk na Kupiansk katika eneo la Kharkiv ni mbaya. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vyake huko Pokrovsk vingeendelea kuviangamiza vitengo vya kijeshi vya Ukraine vilivyozingirwa, huku vikizuia mashambulizi kutoka kwa Ukraine. Vikosi vya Urusi pia viliripotiwa kupanua udhibiti huko Mainoharad na kuimarisha zaidi kuzingirwa kwa wanajeshi wa Ukraine. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Ukraine waliokwama wamejisalimisha kwa hiari huko Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk, huko makamanda wao wakiwa wamewaacha, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanajeshi waliokamatwa walisimulia kwamba idadi waliojeruhiwa ilikuwa ikiongezeka kila siku na kwamba kuwapa msaada ilikuwa haiwezekani kutokana na ukosefu wa dawa. Maafisa wakuu wa Urusi waliongeza, vikosi vya Urusi vinafanya kazi za kusafisha na kukomboa Kupiansk, huku wakifanikiwa kukomboa majengo mbalimbali. Takriban majengo 25 ya eneo hilo wamekomboa. Katika sehemu yake ya magharibi, wanajeshi walisonga mbele katika mitaa mitatu wakikomboa majengo 16. Nyumba 9 zilikombolewa katika mtaa wa Pervaya Zabnaya, katika mtaa wa Levan Viezdi na 3 katika mtaa wa Sinikovskaya. Hizi ni zile taarifa ambavyo vyombo vya habari vya magharibi wao huwa wanaficha zisiweze kukufikia ili kuogopa au kuhofia kuharibu mipango yao kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwingineko, waasi wa Odessa wamefanikiwa kuhujumu sehemu ya reli ya Izmail Odessa na kuvuruga mtiririko wa mashambulizi ya kijeshi ya NATO kutoka Romania, kulingana na Vladimir Saldo, gavana mkuu wa Kherson. Waasi wa Odessa walisababisha pigo kubwa kwa maeneo ya vifaa vyao vya jeshi la Ukraine. Saldo alisema mnamo Oktoba 17 walilipua sehemu ya reli ya Izmail Odessa. Treni ya mizigo iliyobeba vifaa vya NATO kutoka Romania
ilipangwa kupita katika njia hiyo. Mlipuko ulitokea saa chache kabla na kuzuia uwasilishaji wa silaha hizo, alieleza kupitia chaneli yake Telegram. Vilevile mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk Igor Kimakovsky amesema kwamba Kyiv ilifanya jaribio lisilofanikiwa la kuondoa sehemu ya vitengo vyake vya wasomi kutoka Krasnoyarsk. Alifafanua kwamba baadhi ya vikundi vililazimika kurudi kwenye nafasi zao za awali, huku vingine vikiondolewa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za FPV. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, Baraza la Rais wa Urusi kwa ajili ya maendeleo ya asasi za kiraia na haki za binadamu linatumai kwamba kutambuliwa kwa mateso katika magereza ya Ukraine na Tume ya Ulaya kutafuatiwa na hatua madhubuti za kushughulikia hali hiyo. Katika ripoti yake kuhusu wanachama unaowezekana wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya, Tume ya Ulaya ilikubali kwamba mateso ni utaratibu wa kawaida katika magereza ya Ukraine. Baraza hilo lilisema kwenye chaneli yake Telegram kwamba baraza linaelezea matumaini kwamba baada ya magharibi kukiri hadharani kwamba mateso hufanyika katika magereza ya Ukraine, mjadala wa kimataifa kuhusu tatizo hili utaanzishwa na hatua zinazofaa zitachukuliwa kujibu. Vile karibu wanajeshi 22,000 wa Ukraine na mamluki wa kigeni wameuawa au kujeruhiwa wakiwa vitani kando ya mipaka ya Jamhuri ya Watu Lugansk mnamo Oktoba. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema Ukraine imepoteza takriban wanamgambo 21,605 wa Ukraine na mamluki kando ya mipaka ya Jamhuri ya Watu Lugansk mnamo Oktoba, ambao ni zaidi ya 4,110 kuliko mwezi Septemba. Hiyo ni karibu kikosi kamili cha mashambulizi ya ardhini. Ongezeko la vifo na majeruhi linatokana na maagizo ya makamanda wa Ukraine yasiyo ya wakati na vitendo visivyofaa. Urais wa kisiasa unashinda mantiki ya kijeshi na wanajeshi wanaonekana kama wakutumia. Idadi ya kile kinachoitwa mashambulizi ya mizinga na chakula inaongezeka, na mbinu za kushikilia ardhi kwa gharama yoyote husababisha vikosi vya Ukraine kuzingirwa na kuondolewa, alisema katika matangazo ya moja kwa moja kwenye mtandao wa kijamii. Mtaalamu huyo wa kijeshi alibainisha kuwa vitengo vya Battle Group magharibi ya Urusi vinavyofanya kazi katika maeneo ya Kupiansk, Borovskoye, Boguslav na Krasny Liman na pia katika sehemu inayokaliwa na adui ya LPR vilikuwa vimesababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa jeshi la Ukraine. Shukran kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.